Hii ni historia fupi ya maisha ya mchekeshaji maarufu MC Pilipili, kutoka kuzaliwa kwake mpaka umauti unavyokuja kumkuta, mazito ambayo aliweza kuyapitia katika maisha yake, lakini pia maumivu yasiyosahaulika ambayo aliweza kuyapitia katika kipindi cha uhai wake, lakini pia mpaka umauti unakuja kumkuta. MC Pilipili alikuwa na majonzi ya kuwapoteza watu muhimu katika maisha yake yote. Sasa hii historia nitakusimulia kiufupi ili uweze kufahamu ni mangapi mazito aliyopitia, changamoto, lakini pia mpaka umauti unakuja kumkuta ni mangapi ambayo MC Pilipili yalikuwa katika moyo wake bado hayajaweza kufutika kabisa. Lakini kabla hatujaendelea, mimi nikukumbushe tu kwamba kama ni mmoja watu ambao pia mliguswa na hili tukio, ama umeguswa na hili tukio kwa namna moja ama namna nyingine, basi hebu tuungane hapo chini ya hii video kwa kubonyeza neno subscribe, alafu baada ya hapo twende moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho ukapate kufahamu kiundani zaidi historia ya MC Pilipili kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Jina lake kamili anafahamika kama Emmanuel Mathias. Alizaliwa mkoani Dodoma, mtaa wa Airport mnamo tarehe 1 Oktoba mwaka 1985. Ni mtoto wa pili wa Mathias Matebe ambaye ni baba yake, lakini pia mama yake alikuwa anafahamika kwa jina la Mariam Matebe. Alisoma shule ya msingi Kiwanja cha Ndege hadi darasa la 4, kisha kuhamia shule ya msingi Ipagara na kuhitimu mwaka 2000. Akajiunga na sekondari Dodoma mnamo mwaka 2001. Mwisho wa sekondari, yaani kidato cha 6, aliendelea na masomo ya ualimu ikiwa ni chuo kikuu. Katika utoto wake, familia yake ilipitia changamoto za kiuchumi. Kampuni yake ya familia haikuwa na uwezo wa kulipa kodi kadri ilivyokuwa. Alibaini kwamba baba yake alikuwa muuzaji wa mishkaki na mama yake alikuwa ni anauza ndizi. Na baba yake alipoteza maisha ama alifariki mnamo Mei 30 mwaka 2009. Katika maisha yake ya kazi, MC Pilipili alianza kama mwalimu ambaye alikuwa anafundisha moja ya shule ya sekondari, lakini inasemekana kwamba masomo aliyokuwa anayafundisha mojawapo ni somo la historia, Bible knowledge, Kiswahili pamoja na somo la civics ambalo alihudumu kwa miaka kadhaa kama mwalimu kabla ya kuacha kazi yake na kuhamia kwenye ushereheshaji pamoja na uchekeshaji. Hata akifanya kazi ya walimu, aliendelea kufanya ucheshi na ushereheshaji, yani kuwa MC kwenye matukio mbalimbali, harusi, birthdays pamoja na matamasha ambayo alikuwa anapata mialiko. Mwaka 2013 aliamua kuachana na kazi ya walimu na kujiingiza kikamilifu katika ucheshi pamoja na ushereheshaji, kwani mapato aliyokuwa anayapata kwenye nafasi ya kuwa MC pamoja na uchekeshaji yalikuwa ni makubwa zaidi ya vile alivyokuwa ameajiriwa kama mwalimu. Kwa kazi yake ya ucheshi na ushereheshaji, alidai kupata mapato mazuri sana, akipata deals nyingi, na mara nyingi malipo yake alisema kwamba yalikuwa sio chini ya milioni kwa kazi moja. Alifanikiwa kujenga nyumba 2, kumiliki viwanja na kuweka akiba benki kutokana na kazi zake alizokuwa anazifanya. Lakini pia aliwahi kuongoza matamasha katika nchi nyingine kama Kenya, Rwanda, Uganda pamoja na South Africa. Baada ya matatizo ya familia na vifo vya mama, MC Pilipili alisema aliuchukua wito wa utumishi wa Mungu. Alisema alimwandikia mama yake barua kabla hajafariki akisema ikiwa Mungu ataita angehubiri injili pamoja na mke wake. Maisha ya ndoa pamoja na mahusiano. MC Pilipili alifunga ndoa na Philomena Tadei ambaye anajulikana kwa jina lake halisi kama kwa jina lake maarufu kama Cutie Mena. Katika kiapo cha harusi alijibu maneno ya nampa mke wangu katika shida, raha na magonjwa, na kwa baadhi ya vipengele, lakini aliongea kuwa hawezi kuahidi njaa kama wengine walivyokuwa wanalenga maneno yake. Kuhusu uvumi wa kutengana, Pilipili aliwahi kusema kwamba waliwahi kuwa na changamoto kati yake pamoja na mke wake, lakini hawakuweza kuachana, ila walifanya mazungumzo na watu wa karibu na marafiki, kisha wakapata ushauri na mwisho wa siku maisha yao yakaendelea. Na kuhusu hisia zake, alisema kwamba hawezi kujificha hisia zake, hawezi kuzuia machozi wakati wa furaha pamoja na wakati wa huzuni. Katika kipindi hicho, wakati anapitia mgogoro pamoja na mke wake, moja ya celebrity Mwijaku aliwahi kusema kwamba MC Pilipili
amewadhalilisha wanaume wote, kwa kuwa alilia mbele ya watu kwa sababu ya mke wake pale ambapo walikuwa kwenye mgogoro yeye pamoja na mke wake. Matatizo pamoja na ajali. MC Pilipili aliwahi kupata ajali ambapo katika ajali hiyo alilazwa kwenye hospitali ya Bugando iliyopo mkoani Mwanza, na baada ya majeraha ya kifua, kichwa pamoja na kiunoni. Kulikuwa na wasiwasi wa majeraha ya ndani, yani internal injuries, lakini matokeo ya CT scan pamoja na vipimo vingine yalionyesha kwamba majeraha yake yalikuwa ni external injuries tu, yani majeraha ya nje. Kulikuwa na taarifa kwamba aliokolewa kifo katika ajali nyingine ndani ya moja ya video na vyombo vya habari vilivyoweza kuripoti. Lakini MC Pilipili pia alipitia mengi zaidi ambayo yalibaki kuwa siri yake. Mama yake mzazi na mamdogo wake walifariki katika ajali ya gari walipokuwa wanaenda kwenye sherehe ya harusi ya mdogo wake. MC Pilipili aliwahi kuzungumzia jinsi maumivu hayo yalivyomfanya apumzike kazi yake ya ucheshi pamoja na ushereheshaji kwa muda. Alieleza kwamba kifo cha mama yake kilimnyima nguvu ya kufanya kazi na kuwa kimya kwa takribani miaka 3. Katika maisha yake aliwahi kusema kwamba moja ya matukio ambayo hatakuja kuweza kuyasahau kamwe mpaka pale ambapo mauti utakapokuja kumkuta ni tukio la jinsi ambavyo mama yake aliweza kufariki kwa ajali, lakini pia mamdogo wake, pamoja na lile tukio la yeye kuweza kupata ajali kule Shinyanga, ajali ambayo hata yeye alishawahi kusema kwamba hakuwahi kuamini kwamba pengine angeweza kupona. Kwa sababu aliumia kichwani, sehemu ambayo ni ngumu sana kama ukionekana umepata ajali nzito kama ya gari. Lakini pia anasema kwamba Mungu alikuwa mkubwa na Mungu alikuwa bado anahitaji yeye endelee kuishi, na ndiyo maana hata baada ya kuweza kupona kwenye ile ajali, MC Pilipili aliona hana budi kuweza kumkabidhi Mungu maisha yake kwa kuweza kuanza kuhubiri Injili. Ndipo ambapo MC Pilipili alianza kazi yake ya kuwa kama mtumishi wa Mungu ama mchungaji ambaye alikuwa anafanya vizuri na alikuwa anazidi kujijengea umaarufu katika kazi hiyo, ingawaje kwa upande wa pili alikuwa ameshajulikana tayari. Mpaka inafikia hatua MC Pilipili umauti unamkuta. Ilikuwa ni wakati ambao ilitokea ghafla sana, huku wengi wakisema kwamba tatizo la msongo wa mawazo kwa maana ya depression ndio ilikuwa sababu kubwa zaidi iliyompelekea MC Pilipili akaweza kupoteza maisha. Sasa yote kwa yote ameshatangulia, sisi tupo nyuma yake na naamini safari yetu ni moja, hivyo tumuombe ili aweze kupunguziwa adhabu ya kaburi. Mungu Baba aweze kumlinda na kumweka mahali pema peponi, kwani safari hii ni yetu sisi sote. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe, na sote kwa pamoja tuitikie amina.